Kwanza muktasari wa habari za dunia na Florian Kaijagi. Asante Martha Saranga. Baraza la wataalamu la Irani limemchagua Mojtaba Khamenei mwenye umri wa miaka 56 kumrithi baba yake kuwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo. Likitangaza uamuzi wake, baraza hilo ambalo linaundwa na viongozi wa kidini limetoa wito kwa watu wa Irani kuendelea kuwa na umoja na kuahidi utii wao kwa kiongozi huyo mpya. Mkuu wa usalama wa Iran Ali Larijani amelishukuru bunge kwa kumchagua mrithi wa Khamenei licha ya vitisho vya kulishambulia kwa mabomu. Ali Khamenei aliuawa katika siku ya kwanza ya vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel. Rais Trump ameonya kuwa kiongozi huyo mpya hatadumu kwa muda mrefu ikiwa Tehran haitapata kibali chake kwanza, huku Israeli ikisema italenga kumuua pamoja na waliomchagua. Bei ya mafuta ghafi imepanda na kupita dola za Marekani 100 kwa pipa baada ya wazalishaji wa nishati katika Mashariki ya Kati kupunguza uzalishaji kutokana na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Esther Luambano na maelezo kamili. Mafuta ghafi yenye alama ya kimataifa yamepanda kwa 18%, wakati yale ya alama ya Marekani maarufu kama WTI yakiongezeka kwa takriban 20%. Kiwango hicho cha ongezeko la bei hakijashuhudiwa tangu Urusi ilipoanzisha uvamizi wake kamili dhidi ya Ukraine mwaka 2022. Rais wa Marekani Donald Trump amesema ongezeko hilo ni la muda tu. Wafanyabiashara wana wasiwasi kwamba usambazaji wa mafuta umetatizwa na kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz, ambayo ni njia muhimu ya kusafirisha mafuta nje ya nchi. Kuna ripoti za mapigano yanayohusisha wanajeshi wa Israel katika eneo la mpaka wa mashariki mwa Lebanon. Shirika la habari la kitaifa la Lebanon limesema wanajeshi wa Israel walikuwa wametua kwa helikopta kwenye safu za milima ya mashariki, nao walikuwa wakijaribu kusonga mbele. Kundi la wanamgambo linaloungwa mkono na Iran la Hezbollah lilidai limedungua moja ya helikopta hizo, lakini hilo halijathibitishwa. Awali waziri wa mambo ya nje wa Lebanon alishutumu Hezbollah kwa kuingiza nchi hiyo katika vita ambavyo haihusiani navyo na kusisitiza kuwa inapaswa kusalimisha silaha zake mara moja. Takriban watu 400 wameuawa nchini Lebanon tangu kuanza kwa mapigano kati ya Hezbollah na Israel Jumatatu iliyopita. Na wafuasi wa msanii wa muziki wa kufoka pia meya wa zamani wa Kathmandu Barendra Shah wamejitokeza barabarani kushangilia ushindi wa kihistoria wa chama chake cha Rashtriya Swatantra LSP. Matokeo ya mwisho bado hayajatangazwa, lakini ni dhahiri kuwa chama cha LSP kimeshinda 1-1. Katika shamra hizo, baadhi ya wafuasi wanagonga kengele ambayo ni alama ya chama cha LSP. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za dunia umewasilishwa na Florian Kaijagi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matangazo haya yanasikika kupitia Capital FM na Radio 1 nchini Tanzania, Voice of Karamoja nchini Uganda, Nyota FM mjini Bungoma, Kenya, na Radio Muungano Beni katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Pia unaweza kusikiliza matangazo haya kwenye mtandao wetu bbcswahili.com ama kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Mimi ni Martha Saranga. Baraza la wataalamu la nchini Iran limemchagua Mojtaba Khamenei kuwa kiongozi mkuu mpya wa nchi hiyo, akimrithi baba yake Ayatollah Ali Khamenei. Katika tangazo lake, baraza hilo ambalo linaundwa na viongozi wa kidini pekee liliwataka wananchi wa Iran kuendelea kuwa wamoja na kuendelea kutii kiongozi huyo mpya. Mkuu wa usalama wa Iran Ali Larijani alilishukuru baraza hilo kwa kumchagua mrithi wa Ali Khamenei licha ya vitisho vya kushambuliwa kwa mabomu. Esther Luambano na maelezo zaidi. Ayatollah Mojtaba Khamenei ametangazwa kuwa kiongozi mpya wa Iran ikiwa ni siku 9 baada ya mashambulizi ya Marekani na Israel kumuua baba yake Ayatollah Ali Khamenei na kulitumbukiza eneo la Mashariki ya Kati katika vita. Serikali ya kidini ya Iran kupitia baraza la wataalam lilikutana ili kuchagua kiongozi wao mpya. Mojtaba Khamenei mwenye umri wa miaka 56 ameteuliwa kuwa kiongozi wa 3 wa mfumo mtakatifu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa msingi wa kura ya maamuzi ya wawakilishi waheshimiwa wa baraza la wataalam. Mojtaba Khamenei amekuwa akiishi maisha ya siri sana na hajawahi kushika nafasi rasmi ya serikali nchini Iran. Hata hivyo, inaaminika kwamba kwa miaka kadhaa alikuwa mtu wa karibu sana na baba yake, akisimamia mipango yote ya baba yake. Rais wa Marekani Donald Trump alionya Jumapili kwamba kiongozi mkuu ajaye wa Iran hatadumu kwa muda mrefu kama atakaa hapo bila idhini yake. Naye waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema Marekani iko tayari kwenda mbali kadri inavyohitajika ili kushinda vita dhidi ya Iran. Alisema Marekani inapigana ili kushinda na Rais Donald Trump ndiye atakayeweka masharti ya kujisalimisha kwa Iran. It means we're fighting to win.
Hii ina maana kwamba tunapigana ili kushinda. Ina maana pia kwamba sisi ndo tunaweka masharti. Tunajua wakati ambapo hawataweza tena kuendelea kupigana, utafika wakati ambapo hawatakuwa na chaguo lingine isipokuwa kujisalimisha. Na mwisho wa siku Rais Donald Trump ndiye anayeweka masharti ya kujisalimisha kwao. It's President Trump who will set the terms of that. Wakati huo huo, jeshi la Marekani limesema mwanajeshi wa 7 amefariki kutokana na majeraha aliyoyapata katika shambulio la Iran nchini Saudi Arabia Jumapili iliyopita. Ni taarifa yake Esther Luambano. Mamlaka nchini Kenya zinasema watu 42 wamefariki dunia kufuatia mvua kubwa na mafuriko. Wafanyakazi wa misaada walionekana mapema Jumamosi wakivuta miili kutoka kwenye maeneo yaliyokumbwa na mafuriko katika jiji kuu la Nairobi kufuatia athari za mvua hizo. Mvua kubwa zilizonyesha zilisomba makumi ya magari, kusababisha baadhi ya nyumba kujaa maji na kutatiza safari za ndege katika uwanja mkubwa zaidi wa ndege Afrika Mashariki wa Jomo Kenyatta. Nilizungumza na Mohamed Rajab, afisa aliyeshiriki shughuli za uokoaji jijini Nairobi. Kaunti 23 wameweza kuripoti mafuriko katika maeneo yao. Mpaka sasa naweza kusema kuna sehemu nyingi ambazo zimeathirika, mabarabara kuathirika na kuharibiwa. Kuna mashule ambao wameweza kufurika. Kuna watu wengi wameweza kuathirika, takriban familia 11,000. Kama familia 5,000 wameweza kukosa makao kwa sababu ya uharibifu katika maeneo wanayoishi. Kuna watu ambao mpaka sasa wamepotea, hali za kuwatafuta bado zinaendelea. Kuna wale ambao tayari wamepatikana na wamepelekwa katika vituo vya afya. Athari ni nyingi. Pengine mamlaka ya hali ya hewa inasema vipi? Mvua bado inatarajiwa? Huu ni msimu wa mvua. Hii ndio mwanzo wa mvua kuanza. Tulikuwa na ukame kabla ya hii mvua, sehemu nyingi zilikuwa zimeathirika na ukame, na hii mvua itaendelea. Tunatarajia iendelee hadi mwezi wa 5, lakini kulingana na watabiri wa hali ya hewa, hii mvua bado itaendelea. Tumesikia kuhusu vikosi vyenu vya Aqua Rescue vilivyoko Nairobi na maeneo mengine. Mnakumbana na changamoto zipi kuu mnapojaribu kuwafikia watu waliokwama kwenye mafuriko? Kwanza kabisa tunaenda kuokoa watu katika maji ambayo yanaenda kwa kasi. Hiyo ni changamoto moja. Pia changamoto ni kuwa wakati unaenda kuokoa mtu na ni usiku, kuna giza, hata ile kuona unapata shida kuona mahali hawa watu wako. Kwa hivyo inakuwa ni changamoto zaidi kwa sababu maji yakuna kasi na pia ni giza, huoni vizuri, na pia watu kukataa kutoka kwa magari kwa sababu gari ya thamani wanasema hawawezi kuacha magari yao. Mnashirikiana vipi na serikali kuu na zile za kaunti kuhakikisha kwamba huduma za dharura zinawafikia watu kwa haraka? Tunafanya kazi kwa karibu sana na serikali kuu na serikali za kaunti. Kuna zile kamati ambazo zimeundwa. Kuna kamati ya the National Committee zile ambao kuna idara zote za serikali hapo ndani. Special programs ziko hapo. Idara ya afya inaweza kushughulikia masuala ya afya, kuhakikisha kwa madawa imefika. Kama ni mambo na vyakula, special program wanashughulika. Mambo na evacuation, Kenya Red Cross. Kwa hivyo kuna kamati kuu na kuna kamati zile za kaunti. Ni Mohamed Rajab akihitimisha mazungumzo nami. Kadri dunia inavyoadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake, kaunti ya Kilifi nchini Kenya inakabiliwa na kiwango cha 45% cha ukatili wa kingono au wa kimwili, pamoja na changamoto za mimba za utotoni, upatikanaji mdogo wa elimu na matatizo ya kiuchumi. Sasa wakati wa maadhimisho ya siku hiyo, changamoto kuu zimemulikwa ili kushughulikiwa, ikiwa ni pamoja na ndoa za utotoni na huduma duni za afya ya uzazi kwa wanawake. Serikali ya kaunti hiyo Kilifi mwezi ujao itafungua kituo cha kwanza cha kutoa huduma ya saratani ya uzazi ili kukabiliana na wanawake wanaopata changamoto ya matibabu ya ugonjwa huo. Hawa ni baadhi ya wazazi wakielezea tatizo la mimba za mapema ambazo husababisha kupata saratani ya uzazi. Ya mambo ambayo tunawaleta watoto katika haki, wajielewe, wajifahamu. Ukiangalia sana huku kwetu Kilifi Nyanjani, huku Chonyi, wasichana wanapata mimba za mapema, wanawekwa mimba ovyo ovyo, alafu wanakataliwa na vulana. Wale watoto wenyewe ni wadogo, chini ya miaka 18. Mimi kama mzazi nastahili nimshughulikie yule mtoto wangu, mahitaji yangu yote nimpatie yule kijana, lakini kuna baadhi ya wazazi ambao hawana nidhamu, wanafanya hawa watoto ni kama kitega uchumi ya hawa watoto. Baada hapo anapata ujauzito,
anadhalilika, anakosa elimu akiwa bado ni mdogo sana. Naomba serikali ya kaunti, serikali kuu iwasimamie hawa wasichana wanaopata mimba za mapema wakiwa mapema, kwa sababu wakati anapopata ile mimba ya mapema, anapofika hospitalini inakuwa ni shida kujifungua. Pale ndio anaanza kupata matatizo. Ukiangalia matatizo yale ndio anaingiliana mpaka anapata kansa ya mapema akiwa bado ni mdogo. Na Athmani Baraka ni mwalimu ambaye anaelezea mpango wao wa kutaka kupunguza mimba za mapema hasa kwa wanafunzi. Mambo ambayo tunawaleta watoto katika haki, wajielewe, wajifahamu. Ukiangalia sana katika gatuzi letu la Kilifi na mimba za mapema, na katika mashule basi wanazungumziwa. Nia ni neno ambalo linazungumzia ni wapi unataka kwenda, ni lengo gani uko nalo. Kwa hivyo akiwa mdogo huyu msichana tunamueleza ajifahamu, ajielewe na ajue msimamo wake katika jamii, ili aje awe mwanamke ambaye anajisaidia na kusimamia haki yake. Kwa hivyo tuko nao na tunazungumzia hayo maswala katika mashule. Si shule zote ziko na hiyo program, lakini tunaamini baada ya muda basi shule nyingi zitakuwa na hiyo program, kumaanisha kwamba hiyo elimu inafikia watoto wengi, wasichana wengi. Na hatua zimepigwa. Kitambo hizi cases zilikuwa yani zinafichwa. Kweli kusema kwamba hizi kesi ambazo ziko katika mtaa, katika shule zinapungua kwa sababu ya sisi kuingia mashule na kuzungumza na wanafunzi wa kike pia na hata hao wa kiume. Msikilizaji, usiache kusikiliza makala haya kwa urefu katika matangazo yetu ya Dira ya Dunia. Na sasa tunaelekea viwanjani na Omar Mkambara. Karibu. Naam, nianze na kukimbiza upepo ambako mwanariadha kutoka Uganda Jacob Kiprimo amevunja rekodi ya dunia ya nusu marathon baada ya kushinda mbio za huko Lisbon nchini Ureno. Kiprimo mwenye miaka 25 alimaliza mbio hizo akitumia dakika 57 na sekunde 20 na akivunja rekodi kwa sekunde 10, rekodi ambayo ilikuwa inashikiliwa na Yoyif kutoka Ethiopia ambaye aliweka mwaka 2024 kule Valencia nchini Hispania. Kiprimo pia alivunja rekodi yake mwenyewe ya awali ya kukimbia kwa dakika 57 na sekunde 31 ambayo aliweka huko Lisbon, Ureno 2021. Mkenya Nicholas alimaliza kwenye nafasi ya pili, huku nafasi ya tatu kienda kwa Gilbert Kiprotich ambaye pia anatoka Kenya, ambaye alitumia muda wa dakika 58 na sekunde 59. Tuende kwenye cricket sasa, ambako timu ya taifa ya cricket ya India chini ya miaka 20 imeweza wamewashinda New Zealand kwa runs 96 na kuwa timu ya kwanza kushinda kombe la dunia kwa mara ya pili mfululizo. Na sasa India ni mabingwa hao, lakini pia wanakuwa mabingwa wa mara 3 wa michuano hii ya vijana chini ya umri wa miaka 20 katika mchezo wa cricket. Tuelekee pale nchini Italia ambako kulipigwa mechi moja usiku wa jana kwa mkia leo, ikiwa ni ile derby della Madonnina kati ya Internazionale Milani na AC Milani, na AC Milani waliibuka na ushindi wa goli 1-0, na hivyo wanapunguza wigo wa alama na kubakia alama 7 katika kukimbizana kutoa ubingwa wa ligi kuu ya soka pale nchini Italia. Goli la Estepinani lilikuwa goli pekee katika mchezo huo, lakini likiwa goli lake la kwanza kuifungia AC Milan tangu alipojiunga na klabu hiyo akitokea kwenye klabu ya Brighton. Lakini kwa haraka kule Ujerumani kuna tukio la kushangaza ambako timu ya Pression inafanya uchunguzi juu ya kitendo ambacho kilifanywa na mshabiki wake ambaye alikwenda kuchomoa waya zilizosababisha mwamuzi asiweze kuona picha zinazokwenda kwenye screen ambayo inaunganisha na zile waya za VAR. Hivyo klabu hii inafanya uchunguzi kujua yule mshabiki aliweza vipi kuingia na kwenda kuchomoa waya ambako ikamsababisha mwamuzi kushindwa kuona nini kilikuwa kikiendelea. Niambie tajiri mpya, mbona unaona mawazo? Shukrani. Shukrani Omar Mkambara. Habari kuu asubuhi hii. Baraza la wataalamu wa kidini la Iran lamtangaza Mujtaba Khamenei kuwa kiongozi mkuu mpya, nafasi yenye mamlaka makubwa zaidi ya kisiasa na kidini. Mamlaka nchini Kenya zasema watu 42 wamefariki dunia kufuatia mvua kubwa na mafuriko. Na tunadadisi mabadiliko ya uongozi nchini Iran na athari